wanawake nasaha zangu ambazo ninazielekeza kwa wao khasatan lahunna, hususia kwa wao, kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuchuma kheri ambazo ziko nyingi. Enyi wanawake wa Kiislamu, jitahidini sana kuweza kufanyia kazi mwezi wa Ramadhani. Sawa, ikiwa mwanamke wa Kiislamu uko tohara, funga mwezi wa Ramadhani, jitahidi kusoma Qur'ani, jitahidi kuleta adhkari, jitahidi kufanya mambo ya khairati. Na jambo kubwa ambalo wanawake mnawapita sana wanaume ni jambo la kuandalia wafungaji, kutokana na ile funga yao, kuandalia futari. Kwa maana kwa kule kupika kwenu futari, enyi wanawake wa Kiislamu, na kuandaa kwenu vile vyakula ambavyo wafungaji watakuja kula pale, basi nyinyi mna ujira ambao ulikuwa mkubwa sana. Mwanamke ambaye ulikuwa umeolewa, usikubali jambo hili ukamwachia mfanyakazi. Mfanyakazi ndio akawa anapika futari, mfanyakazi ndio akawa yeye anaandaa kila aina ya mapishi, kila aina. Bali hata ikiwa si mwezi wa Ramadhani, mwanamke wa Kiislamu, usikubali chakula ambacho anachokula mume wako akakiandaa mtu mwingine, bali jipinde wewe mwenyewe mwanamke wa Kiislamu kuhakikisha kwamba unampikia mume wako chakula kilichokuwa kizuri. Sasa ikiwa katika mwezi wa Ramadhani, engeza bidii ewe mwanamke wa Kiislamu, pika kwa ustadi ambao ulikuwa ni mzuri, jitahidi kufanya mambo ambayo ulikuwa mazuri ewe mwanamke wa Kiislamu, kumridhisha mume wako na kufanya mambo ya khairati, kwa sababu kila ambapo utakapokuwa wewe unafanya bidii sana ya kumtii mume wako, basi ndio unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameweka utiifu wenu mkubwa wanawake, ikiwa mtaufanya hasa katika kuwatii waume zenu enyi wanawake wa Kiislamu, basi mtakuwa nyinyi mnapanda daraja ambayo ilikuwa ni kubwa sana, kiasi ambacho mtawapita wanaume kwa daraja ambazo ilikuwa nyingi sana. Lakini leo wapi? Wanawake wengi si wanawake ambao walikuwa tiifu, si wanawake ambao wenye kufanya utiifu. Na leo wewe rudi nyumbani, labda mke wako awe anayasikia haya, lakini rudi nyumbani leo, mfanyie mtihani mke wako kwa mitihani kama 10 mpaka 11. Ukifika nyumbani, ikiwa wewe hujafunga leo, mwambie mke wangu, nenda kanichukulie maji ya kunywa, unywe yale maji ya kunywa. Akesha mwambie kanichukulie tena, baada hajakaa vizuri nenda kanichukulie chengine cha tatu, baada hajakaa vizuri nenda kanichukulie, mara kama 10 hivi. Akesha usikie, kama hakuweza basi atagugumia ndani ya moyo, maudhi gani haya, anatuma kweli kweli huyo. Kumbe mwanamke wa Kiislamu anatakana ajisikie raha yeye kutumwa na mume wake, na akiwa hajatumwa na mume wake aseme, vipi huyu mume wangu mbona hanitumi? Bali baadhi ya wanawake pale wanapokosea kuwakosea waume zao, wako tayari kwamba wao wapigwe na waume zao, ndio wanajisikia afadhali, pamoja kwamba jambo ambalo halifai, ni jambo ambalo kwa sila sawa, lakini kwamba ile aone kwamba ameondosha ule udhia wake wa kumuudhi mume wake. Basi wengine wanafikia hivyo. Ndivyo ambavyo waja wema walivyokuwa walivyo hivyo. Sasa ewe mwanamke wa Kiislamu, mtii mume wako, hususan katika mwezi wa Ramadhani. Jitahidi sana kuwa ni mwenye mapenzi hali ya juu ya kumpenda mume wako. Jitahidi fanya utiifu wa hali ya juu katika jambo la kuhakikisha unajisikia raha kutumwa na mume wako, unajisikia raha kuwa karibu na mume wako, na jambo lolote lile ambalo litakalokutokea ewe mwanamke wa Kiislamu, usiliamue wewe kama wewe peke yako. Ikiwa umeolewa, basi mkaribishe mume wako karibu, mshirikishe mume wako karibu katika jambo hilo. Leo wanawake namna alivyolelewa katika mifumo ya kimagharibi, wametolewa kabisa katika ile nidhamu ambayo ya Uislamu. Mtu anapanga mipango hali ya kuwa mume wake hajui kabisa, anakuja kuona tu matokeo ya ile mipango yake mwanamke huyo. Huku ni kumwasi mume wako ewe mwanamke wa Kiislamu. Si sawa kupanga huko, na ikiwa kwamba labda walikuhusia wazazi wako, wamekosea katika kukuhusia huko. Mume ndiyo dhamana yako, mume ndiyo msimamizi wako, basi jitahidi mtii mume wako ewe mwanamke wa Kiislamu. Usikubali akatokezea akishawishi, akakushawishi. Sawa ikiwa ni mama yako anakushawishi kwamba mwanangu wewe, wanaume si wa kutegemea, wanaume si wa kuamini, wanaume si wa kufanya hivi. Leo unaweza kuwa umeolewa, mwisho unakaa siku chache unaachwa, unarudi nyumbani. Lazima uandae mipango yako kisirisiri bila mume wako hajui. Huku ni kumwasi mume wako ewe mwanamke wa Kiislamu. Huku ni kwenda kinyume na Uislamu ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuelekeza. Ukimuona mzazi huyo na ukimpata mzazi huyo anamuhusia binti yake maneno kama hayo, elewa kwamba huyu mzazi amechezewa na shetani, kuchezewa ambako kulikuwa ni kukubwa sana. Haifai kwa mzee ambaye alikuwa ameusoma Uislamu kisawasawa akamuhusia binti yake usia ambao ulikuwa kama huo wa kumkaribisha shetani. Kwa hiyo
enyi wazazi, wausieni watoto wenu wa kike wasia ambao unaendana na Uislamu. Muhusie mtoto wako wa kike ashikamane na mume wake, afungamane na mume wake, na amwambie kwamba usimuudhi mume wako. Mume wako ndio kila kitu. Mume wako ndio ambaye alikuwa amepokonya yale majukumu yetu sisi, kwa maana sisi pia wazazi wako hatutoweza kukuamrisha chochote, wala hatutoweza kukukataza chochote, wala hatutoweza sisi kukutuma sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, isipokuwa mpaka tupate idhini ya mume wako. Kwa hiyo kuwa ni mwenye kumtii mume wako, mwanamke wa Kiislamu. Wallahi mwanamke, umepewa dhamana kubwa sana, umepewa jambo ambalo kwa kubwa sana la mume. Sasa elewa, kama kuna pahala ulikwisha kumkosea mume wako, nenda kamuombe msamaha, na kumuomba msamaha wala hujidhalilishi, bali unajitukuza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jitahidi uchunge mdomo wako. Baadhi ya wanawake wana maneno machafu sana mbele ya waume zao, na hao wanaume wakionekana mabarabarani basi wanapita tu. Inawezekana mtu akawa anakuangalia sasa hivi, unajuana naye hata habari hana, kumbe kashaudhiwa nyumbani, kashakewa nyumbani, kashapewa mambo ambayo kwa mabaya sana nyumbani ya kumuudhi, kiasi ambacho anajisemea yeye mwenyewe katika akili yake, mpaka anamwambia vipi, asalamu alaykum, alaykum salam, vipi hali, salama kwa maana, yani kwa kuonyesha kwamba akili imevurugwa na mwanamke. Mwanamke, jitahidi kwamba wewe ndio uwe kitulizo cha kumtuliza mume wako, wewe ndio uwe ni mshauri mzuri wa kumshauri mume wako, wewe ndio uwe ni mtu ambaye wa kumweka mume wako katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri. Hata kutoka kwake basi watu wanaangalia kumwangalia mume wako ametokaje. Je, ametoka katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri? Na baadhi ya wanaume wao washazoea katika hali zao za ubechula zile walizokuwa naishi. Mke kwa pengine inawezekana kama amejitahidi, amepiga nguo yake basi vizuri, kumpigia mume wake anambia mimi sivai. Kwa nini wewe uivai? Sivai. Basi nenda wapi? Nakwenda wapi? Nakwenda wapi? Badilika na wewe mwanamume wa Kiislamu, usimtie katika makosa mke wako kwa kupitia wewe. Baadhi ya watu wanasemwa vibaya nje kwa sababu ya wale waume zao. Wanawake wanasemwa vibaya nje kwa sababu ya wale waume zao. Kwa hiyo wanaume na wao wanatakana badilike, waendane sambamba na wale wake zao. Wanawake na wao waendane sambamba na wale waume zao. Lakini hizi nasaha za mwisho haswa ni waelekezea wanawake, kwa sababu jamii ili tengemae, jamii ili iwe nzuri, na hichi kijiji ili mukiathiri na kiwe katika mazingira ambayo yalikuwa ni mazuri, lazima majumba yaathirike, lazima majumba yakae katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Na kukaa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri ni hawa wanawake ambao walikuwa wako majumbani. Na unaifahamu ile aya inayosema waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, na kaeni katika majumba yenu enyi wanawake wa Kiislamu, na mkitoka msitoke katika ule mtoko wa jahilia. Mkitoka msidhihirishe mapambo yenu, msidhihirishe mapambo yenu kama vile ambavyo walikuwa wakidhihirisha watu wa jahilia. Wanawake wakiyafuata mafundisho ya Uislamu kupitia katika Qur'ani na kupitia katika mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao katika kila siku watakuwa ni wenye kufanikiwa, wao katika kila wiki watakuwa ni wenye kufanikiwa, wao katika kila mwezi watakuwa ni wenye kufanikiwa, wao katika kila mwaka watakuwa ni wenye kufanikiwa, na watakuwa na tathmini ambayo ilikuwa ni nzuri sana ya kujikurubisha kwa Allah. Na kila mwaka unapofika mwezi wa Ramadhani, basi wao watakuwa ni wenye kufanya vizuri, wanawake wa Kiislamu. Kwa hiyo tuzindukane katika haya ambayo ilikuwa tumeelekeza kwa nyinyi. Ya kuzungumza kwa mengi, lakini muda nao si rafiki kuendelea kuzungumza. Allahumma kul lana wala taqul alaina, wazidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhimna, wa rafa'na wala tadha'na, wansurna wala tansur alaina. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu sisi Waislamu, na awape nguvu wale ambao tunawasimamia waweze kuyafuata yale ambayo tunawaelekeza. Allahumma kul lana wala taqul alaina, wazidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, warfa'na wala tadhana, wansurna wala tansur alaina. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin, وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءنا وأعداء الدين، ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم بلغنا رمضان آمنين، اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين، اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين. الله tunakuomba tufikishe Ramadhani hali ya kuwa tuko salama, tupo katika hali ya amani, tupo katika mazingira ambayo yalikuwa ni mazuri mno, na mazingira ambayo ya kujikurubisha kwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, pale ambapo ulipokuwa tunakosea Mola wetu,
na kuomba tufutie makosa yetu, tusamehe ewe Mola wetu, yabadilishe makosa yetu, yafanye yawe katika mema yetu. Allah, tutie nguvu katika nyoyo zetu, tuwe na spiritual power, tuwe na nguvu za kiroho za kujielekeza kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala, ya kufanya mambo ambayo yalikuwa ya utiifu. Allah, tunakuomba tupe subra ya hali ya juu pale ambapo tunapokutana na misukosuko hapa na pale, sawa ikiwa misukosuko hiyo ipo ndani ya familia, sawa ikiwa misukosuko hiyo iko nje ya familia. Allah subhanahu wa ta'ala, turuzuku subra ya Rabbi. Wahifadhi wanawake wa Kiislamu kutokana kila aina ya machafu ya Rabbi. Wahifadhi wanawake wa Kiislamu kutokana kila aina ya uchafu ya Rabbi. Wahifadhi wanawake wa Kiislamu kutokana kila aina ya ushawishi ambao unaoendelea duniani. Allahumma yassir lana kulla asir, hajatuna ilayka kathir, hajatuna ilayka kathir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.